Asante sana. Jamii ya mama yetu Priscilla, ndugu viongozi wa kanisa walio hapa, waliotuongoza katika marafiki na jamii hii kwa jumla kutoka hicho hapa Nakuru, na jamii kubwa kabisa. Tumekuja hapa kama viongozi kujiunga na Cherorot, hasa kama members wa parliament na Mheshimiwa Chepor, kuja kusema kwa jamii hii kwa upande mmoja, kama vile mzee amesema, kumpoteza mama mzazi, mama mkuu wa msingi kubwa kati ya jamii yetu na jamii zetu waliokuja hapa Nakuru kuweka msingi ya makazi baada ya. Tunashukuru Mungu kwa maisha yake. We celebrate. Ngomi bikege mache keleji ngongoi Mungu kusigiju. Chepakol mtabikyok eng Nakuru ini. Shukurani ambaye tutawapa wazazi hawa kwa sababu ya kazi walioifanya na kuweka msingi hapa kwa ajili yetu. Tunataka kuwashukuru kwa kuishi vizuri na kusimamia kazi ambazo walizoziweka hapa. Tunawakumbuka wengi waliosimama miaka hizo za 60, na kitu cha kutia moyo ni kwamba waliweka msingi wa makazi yetu na neno la Mungu. Nimesoma nikapata kusikia kwamba baba mzazi aliyemzaa alikuwa muinjilisti. Sasa kwa hivyo imefika generation yote 4 na iende kwa vizazi vinavyo kuja. So jamii hii ya mama tunawatakia heri na baraka. Kagibu wagelien jamiachi oset agobor ngoyapta silangwetab kogo kotkoit ibinwek pogolai engolingibendi eng dai. Ya mwisho, sikutaka mara kwa mara nikienda sherehe na mpaka niwe ya mwisho, lakini leo imekutana nyingi. Nimetoka ingine huko upande wa Lake Bogoria, nimekuja ingine, nataka niende ingine. Sikuzoea hii, ni katika kanisa tulikuwa tunaenda moja na inatosha, lakini sasa nilipoingia bunge kuna mambo mengi nayohitajika. Katika siku kama hii nataka niseme kwa ndugu na askofu alituonya hapa kwamba tukinena tufariji jamii, tukinena tuwe waangalifu katika maneno tunayoyatumia, na kwa sababu sisi ni Wakristo pia tunaelewa kwamba Kristo lazima isifiwe kwa kila ibada kama hii. Hata hivyo, huyu ni mzazi aliyetuzaa, na wakati viongozi tumefika kwenyu, tunataka kusema neno moja au mbili. Ya kwanza, nataka niombe kanisa katika jamhuri yetu ya Kenya tuombe nchi yetu tunapojitayarisha kwa sababu ya uchaguzi unaokuja. Tunaanza kusikia cheche za moto katika siasa, na tunataka nchi hii, uchaguzi unakuja na unapita. Tusiangalie uchaguzi kama ni mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia itakuja, na siku hiyo Mungu atatupa neema, si ndivyo? Lakini kwa sasa bado tutazaa, tutatunza watoto, tutalinda nchi. Nataka niseme tuombee taifa letu, na ninatoa mwito kwa viongozi wenzangu wa kisiasa ya kwamba tusitumie nafasi hii kuchochea wananchi wa nchi hii.
lazima tujenge uwiano na uhusiano mwema. Sisi watu ya Nakuru ni jamii ambayo wengi tumetoka mali mbalimbali. In fact, the whole of Nakuru, the whole of Kenya iko Nakuru. Samani wakati ule walikuwa nasema homa ikishika Nakuru, Kenya inapata homa. Kwa hivyo tunataka tuombe Mungu tuwe na uchaguzi wa amani katika mwaka unaokuja. Na naomba kwamba viongozi wengine wasitumie nafasi hiyo kufuta kila mtu kazi. Unajua wenye kufuta watu kazi ni wananchi, si ndio? Si ni wananchi wenyewe watafuta watu kazi. Tusifute watu, nafuta MCA, unafuta. Asikia kiongozi mmoja amepita hapa akisema huyu nyumbani, huyu nyumbani. No, watu hawaendi nyumbani kabla ya wakati wake. Si 2027 niko, si wakitaka kuondolewa si wataondolewa. Kwa hivyo tusichochee watu wetu, watu waishi kwa amani. Mungu atatuvukisha. Hakuna kitu itafanyika. Mungu ametuweka vizuri katika Jamhuri ya Kenya. Basi naomba kwamba Mungu awalinde, awaongoze, awe pamoja nanyi na mupate kuishi miaka mingi kama gogo. Nimeangalia miaka hiyo, leo tunasemanga kwa Kalenjin, Mozin gogo. Araka gile rute netala briska, rute netala, chabioso ni bagai, rute netala kuyogo uru, kotatunge tuye, taitab Jehova. Asanteni sana.